السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عباد الله، siku ya leo tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mfunguo 3 katika mwaka huu wa 1445, ambayo sawa na tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 2024. Leo siku ya Jumapili, Waislamu wengi ulimwenguni katika nchi mbalimbali wamekusanyika kwa ajili ya kuitekeleza ibada adhima ya swala ya Eidul Adha, sikukuu yenye kumbukumbu na historia kubwa katika umma wa Kiislamu tangu enzi za Nabiiullah Ibrahim Khalilur Rahman alayhi salatu wassalam. Ulimwengu wa Kiislamu uko katika furaha baada ya kujifunga na ibada mbalimbali zilizopatikana kwenye 10 hili la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja, ikiwemo ibada ya saum, bilkhususi saumu ya siku ya Arafa ambayo ilikuwa jana, kwa munasaba wa Waislamu waliokuwa wakitekeleza nguzo ya 5 ya haji walioko Makka, waliposimama katika viwanja vitakatifu vya Arafat kwa ajili ya kuitimiza na kuitekeleza ibada ya hija, kwa sababu al-hajju Arafa. Walisimama pale kwa taadhima na khushu', wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na wakitubu juu ya dhambi zao, na wakimdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsabihi yeye
na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijifakharisha mbele za malaika kwamba waja wangu hawa wamekuja hali ya kuwa wamejaa vumbi, nywele zao zimetimka, wanaomba msamaha kwangu na mimi nimewasamehe. Na sisi ambao hatukujaliwa kwenda katika viwanja hivi vitakatifu tukashirikiana na wao katika ibada ya kufunga na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumdhukuru yeye. Ukiyatazama matendo yote yanayofanyika katika siku hizi, tangu juzi siku ya Tarwiya na jana katika siku ya Arafat na leo katika siku ya Eid al-Nahri na siku tatu zitakazofuatia mbele, utaona kwamba kuna huishwa kumbukumbu za tauhid alizosimamia Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa kweli ni jambo kubwa sana na kuna darasa kubwa sana. Kwa nitapenda katika hutuba yetu ya leo kulitazama japokuwa katika sehemu ndogo tu kupitia mafunzo ya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam ambayo yamepokelewa ima kwenye kitabu au kupitia ulimi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukisoma Qur'ani katika suratul Nahl kuanzia aya 120 mpaka 123, Allah subhanahu wa ta'ala anamzungumzia Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, anasema inna Ibrahima kana umma, hakika Ibrahim alikuwa ni kiongozi. Neno umma ina maana ya imam, muallimu an-nas lilkhair, الرجل الذي يقتدى به. Umma ni kiongozi, umma ni mtu anayewafundisha watu khairi, umma ina maana ya mtu anayefuatwa. Kwa hiyo Ibrahim alikuwa ni umma. Kwa nini ameitwa Ibrahim kuwa ni umma? Kwa sababu ya wakati na yale aliyoyasimamia katika kipindi chake Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kipindi cha Nabii Ibrahim kilikuja baada ya gharika kuu ya Nuh alayhi salatu wassalam. Watu walipoangamizwa ulimwengu mzima kwa sababu ya kufanya shirki, kwa sababu ya kufanya kushirikina, wakaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wakangania kuabudu mizimu. Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea Nabiullah Nuh, akawalingania, akaishi na wao akiwalingania kwa miaka 1000 kasoro 50 peke yake, miaka 950, lakini fama amana ma'ahu illa qalil. Hawakumwamini Nuh alayhi salatu wassalam ila watu wachache. Allah akawaangamiza wote, dunia ikaanza upya, wakabaki wale walioamini tu. Baada ya hapo Nuh wakaondoka, kibaki kizazi chake, wakazalikana waliozalikana, watu wakaingia tena katika ushirikina, wakayasahau yale yaliyowasibu waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mitume kwa kaumu ya Ad na kaumu ya Thamud, wakaletewa mitume, wakaonywa. Walioamini ni wachache na wengi katika hao walikufuru na wakaingia katika dimbwi la ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu katika vipindi tofauti. Kipindi cha Ad ambapo walipelekewa Nabiullah Hud alayhi salatu wassalam, kipindi cha Thamud walipelekewa Nabiullah Saleh alayhi salatu wassalam. Kwa vipindi vyote hivi wakionywa kama Qur'ani inavyotueleza, lakini hawakuweza kusikia ulingano na maonyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawaadhibu wao. Wakati ukapita kwa kipindi kirefu, watu wakarudi tena katika ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala akamleta Nabiullah Ibrahim, wakati huo Nabiullah Ibrahim akilingania ili watu waache ushirikina, alikuwa yuko peke yake, yeye na mke wake Sara. Hadithi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alipoitaja aya hii katika Majmuu
al-Fatawa anasema kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ay kana mu'minan wahda. Aya hii inazungumzia hakika Ibrahim alikuwa ni umma, ni kiongozi mnyenyekevu kwa Allah, mwenye kuacha mila zote, mtu mwenye kushikamana na mafunzo ya Uislamu. Anakusudia kwamba alikuwa ndiye mu'min peke yake. Wa kana an-nas kuffaran jami'a, na watu wote walikuwa ni makafiri. Anasema fi sahih al-Bukhari annahu qala li Sara laysa 'ala al-ardi al-yawma mu'minun ghairi wa ghayruka. Katika sahih al-Bukhari imekuja hadithi inayosema ya kwamba Nabii Ibrahim alimwambia mkewe Sara, hivi leo katika hii ardhi hakuna yoyote aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa mimi na wewe. Dunia nzima ilikuwa ikifanya shirki, lakini yeye alisimama mbele ya uso wa dunia akaikataa shirki, akamrisha tauhid, akapambana na washirikina, wakamuudhi, wakataka kumuua, bali walifikia kumwashia moto mkali ili wamchome katika moto ule. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam kwa hizi sifa alizojipamba nazo. Anasema inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Hakika Ibrahim alikuwa ni kiongozi mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alikuwa ni mwenye kuachana na kujiepusha na mila zote, mwenye kushikamana na mila ya Uislamu peke yake, na hakuwa katika washirikina. Ibrahim hakuwa mushrik, bali shakira lian'umihi, mwenye kuzishukuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale wanaojua lugha ya Kiarabu, an'um ni katika wizani wa jumui qilla, zimetajwa kwa uchache neema zake kuonyesha ya kwamba akiwa anazishukuru mpaka zile chache, basi kaifu kwa zile nyingi, kwa maana alikuwa mwenye shukrani kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zote. Ijtabahu, Allah akamteua, wa hadahu ila siratin mustaqim, na akamuongoza katika njia iliyonyooka. Wa atainahu fi dunya hasana, tukampa katika huu ulimwengu mambo mema. Wanazuoni wametaja tafsiri tofauti. Kuna waliosema wema uliokusudiwa hapa ni utume, wengine wakasema wema uliokusudiwa hapa ni kizazi kizuri, kizazi chema, kwa sababu mitume wengi waliotajwa kwenye Qur'an wametokana na uzao wa Ibrahim. Na wengine wakasema ni adh-dhikru al-hasan wa thana'u al-jamil, ni kule kutajwa vizuri na kusifiwa, kwa sababu dini zote zinazojinasibisha kuwa ni dini za mbinguni zinamhimidi na kumsema vizuri Ibrahim alayhi salatu wassalam, si Mayahudi wala Manasara, bali Waislamu ni mimbabi aula. Lakini wengine katika wanazuoni wakasema amekusanya yote haya, na hivyo ndivyo. Kwa hiyo tukampa yeye katika huu ulimwengu mema, wa innahu fil akhirati lamina salihin, na hakika yeye huko akhira yu pamoja na wenye kutenda wema, yu pamoja na watu wema. Lamina salihin ay lama'a salihin. Thumma auhaina ilayka, hapa ndio kwenye mazungumzo yetu kwa ufupi. Kisha tukukupa wahi wewe Muhammad, tukakuletea wahi, tukakujuza wewe kutoka mbinguni, anittabi' millata Ibrahima hanifa, kwamba wewe na wewe pia ifuate mila ya Ibrahim, hali ya kuwa ni mwenye kuachana na mila zote. Ili uwe Muislamu safi, hakikisha unaacha mila zote. Tunajua watu wana mila zao, mila za makabila yao, mila za mataifa yao, mila za wazee wao, mila za miji yao, lakini wewe watakiwa uache mila zote, ushikamane na Uislamu. Uislamu hauchanganywi na mila. Makabila mbalimbali ya Waarabu na wasiokuwa Waarabu katika Waajemi walikuwa wana mila zao. Mitume wa Allah walipowaendea ili waache mila, washikamane na mafunzo ya Uislamu, waliwapinga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipingwa na jamaa zake kiasi ambacho walifikia kukaa kikao cha kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ndugu yao,
lakini walitaka kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu aliwakataza wasifuate mila zao. Walikaa vikao, kama wakishindwa kumuua basi wamfukuze katika mji wa Makka, kwa sababu alikataza mila zao. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akalazimika kuondoka katika mji aliozaliwa, kuacha ndugu zake na jamaa zake, kwa sababu watu wake na ndugu zake walimpinga na hawakutaka kufuata Uislamu, walingangania kushikamana na mila zao. Ukimwona mtu anashikamana na mila na desturi zao na tamaduni zao ambazo ni kinyume na Uislamu, ujue bado hajafuata mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hajafuata mila ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sharti uache kuabudu mizimu, uache kufuata mila. Huo ndio Uislamu, na ndio maana tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumbukumbu wa kiongozi aliyesimamia kupinga mila na tamaduni zisizokuwa sawa sawa katika Uislamu, kuabudu mizimu na mingineyo. Thumma auhaina ilaika an ittabi'i millata Ibrahima hanifa wama kana min almushrikin, kisha tukaleta wahai kwako wewe Muhammad ya kwamba fuata mila ya Nabii Ibrahim. Mila gani? Kuachana na mila zote na kushikamana na mila ya Uislamu na dini sahihi ya Uislamu. Uislamu sio mila ya Kiarabu kwamba hawajua Uislamu umeitwa na Waarabu. La, Uislamu ni kitu kando kabisa, umekuja kuzipinga mila zote ili aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa peke yake. Ndugu yangu, ukijiona kwamba wewe bado una nongonongo za kufuata mila na kuabudu mizimu, ujue bado Uislamu hujaupokea sahihi, wala hujafahamu nini maana ya Uislamu. Usichinje isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiombe isipokuwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Usiabudu chochote isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Watu hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa peke yake, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia yeye dini, hali ya kuachana na mila zote na kushikamana na mila ya Uislamu. Na hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Kwa hiyo tukitaka kujua historia hasa leo, kwa nini tumekusanyika hapa na kwa nini watu wametoa mali zao, wamekwenda mpaka Makka, wamekwenda mpaka Arafa, na leo wamerudi kwa Mina, wanafanya wanayoyafanya pale, wanataka kuirudisha kumbukumbu ya Imamul Hunafa. Inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Watu ndio kuikumbusha ile kumbukumbu kwamba kuna historia ya kiumbe bora aliyepita katika ardhi hii, aliyefanya mukawama, mapambano dhidi ya shirki, dhidi ya kuabudu mizimu, dhidi ya mila potofu, naye Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa kuwa watu wanachinja kwa ajili ya mizimu, sisi tutachinja leo kwa ajili ya Allah. Fasalli li rabbik wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako tu, na uchinje kwa ajili ya Mola wako tu, usichinje kwa ajili ya kitu kingine. Kama watu watachukua wanyama wao wakaenda kwenye makaburi wakachinja huku kwenye mizimu, wewe usifanye hivyo. Fasalli li rabbika wanhar. Wengi katika wanawazuoni wa tafsiri wanasema aya hii ni ushahidi wa swala ya Eid al-Adha na kuchinja. Watu waswali kwa ajili ya Mola wao kama tulivyofanya, kisha tuchinje wanyama. Hii ni ibada. Leo mtu anaweza kaishi maisha yake hajawahi kuchinja kwa ajili ya Allah, lakini kashachinja sana kwa ajili ya mizimu. Ukimwambia chinja japokuwa mbuzi mwenye miaka 2, akwambia mimi sina uwezo. Atauliza nyama, kuna kilo moja ya nyama huko unipe, ataomba. Lakini akiwa na shida yake, akiambiwa na mganga, nenda kwenye kaburi ya babu yako aliyekuzalia babu yako ukachinje pale ukatambike, atamtafuta mnyama hata awe ghali kwa kiasi gani, atampata na atakwenda kuchinja pale. Na nyama ile ni haram. hurrimat alaykum almaytatu wad-damu wa lahmu al-khinzir wama uhilla li ghayri Allah bih والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
illa ma dhakkaytum wama dhubiha ala an-nusub wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza katika aya tatu ya suratul Maida, atueleza vitu vilivyokuwa haramu kwa sisi kula. Akasema mmeharamishiwa nyinyi vibudu, nyamafu, mfu, haifai kula mfu, haram. Mmeharamishiwa nyinyi kula nguruwe, mmeharamishiwa nyinyi kunywa damu na vile vilivyotajwa jina lisilokuwa la Allah, likatajwa jina la asiyekuwa Allah katika kuchinjwa kwake. Akaeleza walio haramu mpaka akasema wama dhubiha ala nusub, na mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya mzimu. Unakula vipi nyama ya mzimu wewe? Hakuna tofauti na nguruwe, bali nyama ya mzimu ni haramu zaidi kuliko nguruwe. Wewe jifahamu Muislamu tu kula nguruwe, mbona wala nyama ya kwenye mzimu? Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja haya akayakataza. Kwa tunachinja kwa jina la Allah kwa ajili ya ibada, alafu wala wenyewe Allah anapata kutoka kwetu sisi takwa. Katika mambo muhimu kabisa ambayo yatakiwa sisi tuyakumbuke kwamba leo ni siku ya kuchinja, na pamepita historia ndefu katika mambo yaliyomkuta Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, lakini pia ili kuonyesha kwamba sisi ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wafuasi wa mila na utaratibu wa Nabiiullah Ibrahim. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha sisi katika hadithi sahihi kwamba kila siku asubuhi tukiamka, kabla jua halijachomoza na pia kabla jua halijazama jioni, katika maneno tunatakiwa tuyaseme, tuseme asbahna ala fitrati alislam wa ala kalimati alikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana min almushrikin. Wale wanaochunga zile nyiradi na adhkari za asubuhi na jioni wanayafahamu maneno haya. Ni maneno ambayo kila Muislamu anatakiwa kila siku ayaseme asubuhi. Asbahna ala fitrati alislam, sisi tumepambaukiwa tukiwa tuko katika maumbile sahihi ya Uislamu. Wa ala kalimati alikhlas, na tumepambaukiwa tukiwa katika kalima ya ikhlas ya la ilaha illa Allah. Tumeamka asubuhi tukiwa tunaitakidi la ilaha illa Allah wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tumeamka asubuhi hii tukiwa katika mila na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikin. Na tumeamka asubuhi tukapambaukiwa sisi tukiwa katika mila ya baba yetu Ibrahim. Nabiiullah Ibrahim ndio baba wa mitume, abul anbiya. Tumeamka sisi tukiwa katika mila ya baba yetu Ibrahim alayhi salatu wassalam, hali ya kuwa ni wenye kuachana na mila zote, tukiwa tumeshikamana na Uislamu, kwa sababu Ibrahim hakuwa katika washirikina. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana kulikumbusha. Lakini kuna kitu kingine cha msingi cha kukifahamu kwa Waislamu, na hasa vijana wanaokuwa sasa, pamoja na wazee na wengine. Tufahamu ya kwamba kwa kuwa Allah ametuneemesha akatupa utaratibu huu wenye mapokeo madhubuti kabisa, tangu kutoka kwa Ibrahim mpaka kupitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakapokewa mafunzo yake mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa masahaba as-salafu salih kwa umadhubuti na uhodari wa hali ya juu. Mafunzo yale yakatufikia sisi, tukawa tuyatekeleza sisi. Maadui zetu wasiokuwa Waislamu wanatuhusudu katika hili, wanafanya kampeni za usiku na mchana kuhakikisha wanatutoa katika mila yetu na dini yetu, na kutaka kulipoteza jambo hili katika fahamu za vijana na akili zao. Watu wakavurugwa akili zao. Hii ni kampeni inafanyika leo kwa wale wanaotembelea kwenye mitandao mbalimbali, wanakutana na fikra kama hizi, hasa linapotajwa jambo la dini. Utawaona watajitokeza watajitokeza tu watu wenye kulikebehi, kulikashifu na kulisema vibaya jambo la dini ya Kiislamu vyovyote itakapokuwa, na kulinasibisha na Uarabu, kwamba hizi dini za wakoloni bwana, wajua hawa Waarabu bwana, wazungu wametuweza sana. Yale maneno hayakukusudiwa wazungu, maneno yale yamekusudiwa Waarabu Waislamu. Kwa nini?
kwa sababu dini nyingine isiyokuwa Uislamu zishawezwa, zimeharibiwa, watu wake wametiwa kwenye ujinga kwenye dini yao, ikawa hawaijui, hawana mwelekeo kwenye mafunzo ya dini yao na maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo kwa uhasidi walionao wataka sisi tuwe kama wao, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Wanatamani sana Mayahudi, Wakristo, lao kwamba na nyinyi mngekufuru kama walivyokufuru wao, ili mpate kuwa sawa sawa, sote tuna dini. Wao wameamua kufuata upagani kwenye kila kitu chao, wakaacha mila za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaiacha Taurati, wakaacha Injili, wakayabadilisha mafunzo, wakafuata upagani. Na ndio leo hii utasikia kwenye nyumba za ibada, kwenye makanisa, kuna kwenye mahekalu, wakihalalisha wanaume kwa wanaume kuoana, kwamba ni jambo lisilokuwa na ubaya wowote. Na nchi zao vinara zinazosimamia hayo mambo ya Ukristo na Unasara na Uyahudi zalazimisha lazima nchi nyingine zifuate, watu lazima wafuate, wahalalishe ushoga. Fuateni, la sivyo tutawanyima misaada. Mbona hakuna demokrasi? Demokrasia lazima ifuatwe, wapewe haki zao wale, na huku viongozi wa dini zao wakishajisha katika jambo hilo. Kwa nini? Washawezwa. Hivi ni nabii gani aliyekuja akahalalisha jambo hili? Kwani hamkusoma ndani ya Taurati huko kwamba watu wa Sodoma na Gomora huko waliangamizwa kwa sababu ya jambo hilo? Leo iweje jambo hilo libarikiwe, liwe lafaa, alafu huyu kiongozi wa dini anakuja kuhubiria watu pale, kumbe ana mumewe nyumbani? Anakuja mtu kuapishwa kama waziri nyumbani, kumbe amekuja pale na mumewe, mwanamume huyu. Na nyinyi mwatakiwa mfuate mila hiyo. Hatuwezi kufuata upuzi namna hii, lakini tusipokuwa makini kwenye dini yetu tukakubali ichezewe, wallahi wa billahi utasikia katika baadhi ya misikiti, katika baadhi ya miaka wakilihalalisha jambo hili. Naudhu billahi min dhalik. Kwa nini? Walan tarda anka alyahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Katu hawataridhia Mayahudi wala Manasara mpaka mfuate mila yao. Qul inna hudallahi huwal huda, waambie uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala, muongozo wake ndio muongozo wa haki. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Allah anampa karibio hili mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe Muhammad, wallahi ukifuata mila zao na matamanio yao baada ya yale yaliyokujia wewe katika ilmu imekufikia, alafu ukafuata matamanio ya jamaa hao, basi ujue kwamba hutapata wewe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala rafiki wala mtetezi. Hakuna kukutetea wewe, jambo lako litaharibika. Kwa hiyo shababu almuslimin, tufahamu ya kwamba sisi ni muharabun, sisi ni wenye kupigwa vita katika fikra, kimaadili, na wakipita njia mbalimbali, wakitumia vikundi vya watu mbalimbali, watumia wasanii, watumia viongozi, wanatumia wanasiasa, wanatumia mifumo ya kimali na mifumo mbalimbali kukuhakikisha wewe kijana wa Kiislamu unauacha Uislamu wako na kuudharau, lakini salama yako iko ndani ya Uislamu. Lakini njia ya msingi ya kuweza kujizatiti kwenye jambo hili sio jazba wala sio hamasa. Jazba na hamasa haziwezi kuujenga Uislamu. Uislamu unajengwa kwa ilmu na maadili mema. Kwa hiyo lazima vijana wa Kiislamu, maadamu fursa tuko nayo, tujifundisheni dini yetu, tukeni tusome, tusiwe wajinga. Tukiruhusu ujinga utatawale, tutarudishwa katika mila za zamani au mila zilizozuka, mila za wazee fulani na nani ambazo ni mila potofu. Tutauacha Uislamu, na tukiwa katika mila ni rahisi sisi kuchotwa na fikra kama hizo. Lakini Uislamu ni dini inayojitetea. Usome Uislamu ili tuulinde Uislamu, utulinde na sisi. Ni lazima tusome. Mahadi hii imeasisiwa kwa ajili ya kutoa ilmu kwa watu wake. Leo watu kutoka kila mahali katika nchi hii na nje ya nchi hii kwa ajili ya kuja kusoma ilmu hapa. Kwa hiyo nawaambia ndugu zangu, watu wa mji huu, tufanyeni shime
na tushamiri katika jambo hili. Tusipoteze fursa hii, tusisikilize maneno ya maadui, watu ambao hawataki kheri. Tukaeni tusome mpaka sisi tushindwe kuwasomesha, kwamba sasa bwana tunataka kusoma, nafasi hakuna, au tumesoma sisi tuna elimu kiasi ambacho hatusomesheki tena. Jooni msome, wala msisikilize maneno ya watu. Pia nataka kuwaambia wale ambao wametoka kwenye miji yao wakahama katika mji huu kwa ajili ya kuja kusoma, fanyeni subra juu ya hali mnazokutana nazo za kiuadui. Si watu wote wanaofanya uadui, kuna watu wanawapenda katika mji huu, na ndio maana mnaamiliana nao, mnaishi nao kwa uzuri. Si kila mtu katika mji huu ana uadui na wewe, lakini pia maadui wapo wa kuwapiga vita, hawataki kheri, watawasema maneno mabaya. Nyinyi fanyeni subra, kwa sababu mnajua kitu gani kimewaleta hapa. Mambo ya miji hii kuna maneno ni vitu vya kawaida. Nitawakumbusha kitu kimoja. Wakati wa nyuma sisi tukisoma hapa, ilikuwa madrasa kubwa inayosomesha watu ni moja tu, hakuna madrasa nyingine. Ilipokuja madrasa nyingine, watu wakaona maendeleo yako huku, sisi tukawa ni katika watu wa mwanzo waliohama kutoka kwenye madrasa ile iliyozoeleka tukaenda madrasa nyingine, na zote ni madrasa za kisufi. Hawa wapiga ngoma na wapiga ngoma, hawa si matalakini, hawa si matalakini, hawa tawassuli, hawa kila kitu wanachofanya hawa ndio hawa, wako sawa kabisa. Lakini ilikuwa ni uadui mkubwa kabisa, tukitembea kwa hofu, bali wakipita kwenye mitaa tutazomewa. Tutazomewa sisi. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa na madrasa fulani, watu wakatengwa, watu waliwahi kupigwa. Nini? Kwa sababu tu kuna madrasa nyingine yasomesha Qur'an. Kwa hiyo nataka kuwaambia hili si jambo jipya, kwamba fulani atukana, fulani awasema vibaya, fulani afanya vile, katumwa aje watukana. Hii ni kawaida. Sasa ile lisiwatoe katika njia yenu. Simameni sawa sawa, kuweni na subra, lakini kwa sababu mwajua kitu gani mnachokitafuta, basi nyinyi simameni katika msingi huo. Lengo sisi ni kusoma dini, watu warudi kwenye miji yao wakafikisha. Na watu katika miji hii walillahi alhamdu, katika watu wa mji huu wamejitolea watoto wao wengi kuja kusoma katika maahadi yetu. Allah walipe kila kheri, lakini watoto hawatoshi. Na nyinyi wazee pia mtakiwa msome, nyinyi vijana mtakiwa msome, na ratiba zenu zipo. Njoni msome dini. Mkiona kwamba mmefika kiwango sasa hamsomesheki, safirini mkasome. Lakini leo msiposoma hapa, elimu na maarifa yamewajieni katika mji wenu, mtafunga safari ya mwendo mrefu sana kwenda kutafuta elimu, na mtajuta. Neema hii ikiwaondokea mtajuta, kwa sababu hao wanawapigia makelele hawawezi kuwasomesha nyinyi, wala hawana nafasi hii. Si walikuwepo? Mbona watu hawakuja? Mbona nyinyi hamkuja? Si wapo? Mbona hamwendi kwao? Hasadi semeingia katikati. Nyinyi fanyeni subra. Lakini sasa nyinyi watu wa mji, nyinyi hii neema ikiwaondokea hapa, hii neema ikija ikiondoka hapa, mtakwenda kuitafuta mbali sana, na mtajuta, na wakati huo hayatasaidia chochote majuto. Endeleeni kupiga vita, lakini nusra iko pamoja na wale waliosimama sawa sawa. Vijana, acheni mchezo, someni katika dini yenu. Sharafu ya miji na koo na familia na watu zinakuja kwa sababu ya ilmu. Watu hawakuja Pongwe kwa sababu Pongwe hapa ni jiji kubwa katika majiji ya kimataifa, hamna kitu. Shamba, watu wameacha miji yao wamekuja hapa, si kwamba hawana kwao bwana. Acheni maneno, acheni fitina, acheni uadui. Watu wa Madina walipoona fursa ya ndugu zao muhajirin waliohama katika miji yao kuja Madina, walijitolea kwa hali na mali kuwanusuru, ili wapate wawaondoshee zile simanzi zao za kuacha miji yao. Wakawanusuru, wakawatetea. Muhajirin walikuwa na adabu kwa ndugu zao Ansar walikuwa na mapenzi makubwa kwa ndugu zao Muhajirin, walipendana, na Allah ameeleza wasifu jambo hili. Tusaidianeni katika jambo hili, tusome historia hizo, tuzijue, tufuate njia sawa sawa. Mimi kwa leo hotuba yangu nitaishia hapa. Ninachowakumbusha tu kwamba leo ni siku ya kuchinja. Kwa wale ambao wamejaliwa kuchinja wachinje, wale ambao hawakupata leo watapata kesho. Kesho pia ni siku ya kuchinja. Hizi siku 4, leo tarehe 10,
kesho tarehe 11, kesho kutwa tarehe 12, na hiyo mtondogoo tarehe 13. Siku zote hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni ayamu akli wa shurb wa dhikrillah, ni siku za kula na kunywa na kumdhukuru Allah. Watu wachinje wanyama wao wale, fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, kuleni katika hao wanyama na pia muwalishe wale waliokuwa katika hali mbaya, katika mafakiri waliona shida, ambaye mlishe aliyena shida, aliyefakiri. Mpe jirani yako, mpe rafiki yako, wache wale na wao, na wewe kula katika hivyo. Kwa ni siku za kula na kunywa. Alhamdulillah, sisi tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuneemesha, kutuwafikisha tukawa tumeafikiana na ndugu zetu waislamu wote walioko duniani, tukaswali, tukaweza kufunga siku ya Arafa jana, na leo tumeswali Eid. Ambao hawakuswali ni kikundi kidogo katika hii dunia, kikundi kidogo cha masufi makhurafi waliokuwepo hapa nchini, tena baadhi ya makhurafi masufi wa hapa nchini na hapo Kenya. Lakini waislamu walioko Uganda, wapi watu wote leo ni Eid, nchi za Kiarabu wote Eid. Na hiki kikundi kimemongonyoka sasa hivi, kwa sababu kuna wengine kwamba mimi sawa, mimi mtu wa maulidi, lakini bwana hii hawanipati. Tuko nao na sehemu nyingine katika viunga vingine wapo wanaswali, kwamba hapa mimi hujanipata. Hata wale masufi wa tarika ya Qadiria wanaomfuata Muhammad Nasr hawakwambia haiwezekani, sisi pia leo Arafa ilikuwa ni jana, leo Eid. Kwa hiyo kimebaki kikundi kidogo, msije mkaona kwamba kuna maspika kama redio, kuna labda dunia nzima. Wataisha hawa, jambo linakuwa linamongonyoka tu. Watu kumbe Arafa leo bwana, mimi nafunga bwana. Hawataki kudanganywa. Wewe piga makelele mapovu ya magike mpaka ufulie nguo ya mapovu, lakini watu hawakuelewi Arafa jana, leo Eid bwana. Kwa hiyo hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo kila yanapozidi kwenda na ilmu inapozidi kukunjuka, tunatarajia kheri. Hatuwabezi wao kwamba tunajua iko siku wataelewa. Wasipoelewa wao, watoto wao au wajukuu wao, hatuwezi kukata tamaa katika hili. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم إخواننا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم ثبتنا على الحق وتوفنا مسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم.